Na mtazamaji, hospitali ya Kenyenya iliyoko Bomachoge Chache, kaunti ya Kisii imefungwa ghafla kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa katika hospitali hiyo. Na wakazi wenye ghadhabu walitaka kujua chanzo cha kifo cha mama mmoja aliyefika hospitalini kujifungua na kuaga dunia muda mfupi baadaye. Na maafisa wa polisi walilazimika kufyatua risasi hewani kuwatawanya mamia ya wakazi waliokuwa wakizua rabsha. Na kama anavyoripoti Crispin Otieno, muungano wa hudumu wa afya umewaondoa wafanyikazi wake hospitalini humo baada ya baadhi yao kupigwa. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa ndani ya hospitali ya Kenyenya muda mfupi baada ya mama mmoja aliyefika kujifungua katika hospitali hii kupoteza maisha akihudumiwa. Wenyeji wakifika hapa kwa hamaki na kutaka maelezo kamili kuhusu tukio hilo. Hospitali hii iligeuka kuwa uwanja wa makabiliano. Maafisa wa polisi Kenyenya wakilazimika kuingilia kati kuwaokoa wahudumu wa afya. Maji yalipozidi unga, hospitali hii iligeuka uwanja wa vita. Wengine wakivunja kile walichokipata hapa. Uharibifu uliofanyika katika hospitali hii ikilazimu serikali kuifunga ghafla. Alikufa between saa 4 na dakika 2 to saa 4 na dakika 4. Alafu the nurse in charge naye anasema referral walicall a 10:45. Mapema Jumamosi, maafisa wa serikali ya kaunti ya Kisii wakifika hapa kuelezea yaliyojiri. The mother had a drastic change of events. She started becoming restless, having short of breath, and as our team realized that, they swung into action. They tried to resuscitate this lady, but in the process of resuscitation, and unfortunately we lost the mother. As a government, we stand with the family na tunasema ni pole, na we will do kadri ya uwezo wetu. In future, nothing like this happened. But before then, wacha tusikize vile wanavyosema madaktari wakubwa na vile serikali ya investigation kupitia kwa DCI wanavyofanya kazi yao, ndio tuweze kurelease report kama itawezekana, kwa sababu these things are confidential. Wahudumu wa afya 5 wanaendelea kutibiwa kufuatia vurumai hizo. Miungano ya kutetea maslahi ya wahudumu wa afya NAN na ile ya KUKO wakiamua kuwaondoa maafisa wake kwa kuhofia usalama wao. Hata kanisa ukiwa na shida watu wanakimbilia kanisa. Kwa hivyo tunasema kwamba hospitali iweze kuheshimiwa, kwa sababu sasa madaktari kufanya kazi yao. Bahati mbaya kama hiyo itokee, si vizuri kuweza kuingia kule kwa hospitali, kugonga vitu kule kwa hospitali. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha mama huyo. Nyaboke Ezekiel, Crispin Otieno, runinga ya Citizen.